sehemu ile ya madhabahu ya kuteketezea uvumba. Halafu viungo vya usafi vinavyosimamiwa na bakuli hili la maji vinakuwa vya mwisho kuumbwa ama kukomaa. Kwa hivyo mtoto huzaliwa akiwa hana uwezo wa kutakasa mwili wake. Kwa hivyo viungo hivyo vinakuwa baadaye, na kwa sababu viungo hivi ndivyo Mungu ametoa kwa ajili ya kutakasa mwili, itakuwa hatari sana mtoto ambaye amezaliwa kuanza kutiwa madawa ndani yake, kwa sababu inamaanisha kwamba hataweza kujitakasa kutokana na madawa hayo. Sasa kwa hivyo tuelewe, ili tuweze kuokoa maisha ya watoto hawa wadogo. Sawa sawa. Kila jumba nzuri liko na msingi. Kwa hivyo hata hekalu pia liko na msingi. Mifupa ya mwanadamu ndio msingi wa mwili wa mwanadamu. Na jinsi unavyoona ya kwamba hekalu kila mahali limezungukwa na ule ua, na katika huo ua kuna vikingi. Alafu hekalu lenyewe liko na vikingi. Hivyo vikingi vinasimamiwa na mifupa ambayo inamsimamisha mwanadamu, na mifupa hii iko kila pahali. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa katika lile jumba. Vikingi vile vilikuwa vinasimamisha jumba lile pamoja na ule uzio wake, kuhakikisha kwamba hekalu liko imara. Kwa hivyo ndivyo ilivyo kwa mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo nilisema kwanza ya kwamba mifupa iliyo kwa kichwa, sehemu ambayo ni takatifu zaidi, imeshikana na inatengeneza duara. Na unapokaribia kwa kifua, mifupa inatengeneza duara, lakini haijashikana jinsi ilivyoshikana kule kwa kichwa. Alafu jinsi unavyoondoka katika sehemu hizo takatifu na takatifu zaidi, ndivyo mifupa hiyo inavyochongoka. Sawa sawa? Yaani inapoteza hilo duara. Upande wa mikono ya mwanadamu unasimamia sehemu ambayo makuhani walikuwa wanaitumia kubadilishia nguo zao. Kwa hivyo hii ni sehemu ya mikono, na sehemu hiyo ilikuwa upande wa kusini na upande wa kaskazini mwa lile hekalu, na ilikuwa sambamba na hilo hekalu. Kwa hivyo unaposoma katika kitabu cha Ezekieli 42:13 utaona the vestry, ama mahali ambako makuhani walikuwa wanabadilishia nguo, na hiyo sehemu ilijulikana kama makao matakatifu pia. Kwa hivyo ilipatiwa jina la Holy Chambers kwa sababu zilikuwa sehemu muhimu kwa ajili ya huduma ya makuhani. Sasa hivi nataka tuingie katika kuangalia madhabahu ya kuteketezea kafara. Msomaji nisomee katika kitabu cha Kutoka 27. Kutoka 27 nisomee aya ya kwanza na aya ya pili. Kama umefika hapo nisomee aya ya kwanza na aya ya pili. Nawe fanya madhabahu ya mti wa mshita. Urefu wake utakuwa ni dhiraa 5. Upana wake dhiraa 5. Hiyo madhabahu itakuwa mraba, na kwenda juu kwake kutakuwa dhiraa 3. Nawe fanya pembe 4 katika pembe zake 4. Hizo pembe zitakuwa kitu kimoja na madhabahu, nawe utafunika shaba. Asante, fikisha hapo. Kwa hivyo ukiangalia vipimo vya chombo hiki kilikuwa chombo kilichokuwa kikubwa zaidi kivyake, lakini tunajua chombo ambacho kilikuwa katika sehemu iliyo takatifu zaidi
unapolinganisha vipimo vya lile sanduku la agano na kile kiti cha rehema na wale makerubi, chombo hicho kilikuwa ndicho kikubwa zaidi katika hilo hekalu. Lakini chombo hiki kikiwa peke yake, basi tunaweza tukasema ndicho kilikuwa kikubwa zaidi, lakini ni kidogo unapolinganisha na chombo kizima katika, iko sawa, na chombo kizima katika sehemu ile takatifu zaidi. Kwa hivyo, kwa kuangalia hivi vipimo, basi tunaweza tukasema ya kwamba katika viungo vilivyokuwa ndani ya mwili, sawa sawa, sana sana katika sehemu hii ambayo tunalinganisha na ukumbi wa nje, yaani sehemu ya matumbo, hiki kilikuwa kikubwa zaidi. Na hivyo ndivyo ilivyo hata tutakapokuwa tunaangalia muundo wake katika mwili wa mwanadamu. Kuna swali nilikuwa nimeuliza ya kwamba unafikiria ni kiungo kigani kikubwa zaidi katika mwili wa mwanadamu? Ni ubongo, kwa sababu ubongo unajaa mwili mzima. Ni kiungo kigani cha pili kwa ukubwa katika mwili wa mwanadamu? Ni moyo, kwa sababu moyo pia unajaa mwili mzima. Sawa. Lakini kiungo cha tatu katika ukubwa, basi tunaweza tukasema ni viungo vingine jinsi ambavyo mmesomeshwa, lakini matumbo na ngozi hamna tofauti, kwa sababu hii ni sehemu ya nje ya mwili. Matumbo ni vile tu yamewekwa ndani ya mwili, lakini ni sehemu ya nje ya mwili. Kwa hivyo ngozi yako humalizikia kwa tumbo na inatoka na inakuwa ngozi tena. Sawa. Kwa hivyo ngozi na tumbo ni mwili mmoja. Sawa, isipokuwa sasa tumbo limewekwa ndani. It's an open system. Na hiyo ndio sababu utapata shida sana kuelezea mbona Yesu Kristo katika Marko 7 aya yake ya 15 hapo mpaka 19, unaona ya kwamba anakataa kunawa mikono na wanafunzi wake, na wanakula pasipo kunawa mikono, bila kujali hatari ya labda kutumia vitu ambavyo vinaweza vikasababisha shida kwa tumbo zao. Kwa hivyo utakapoelewa sayansi ya tumbo, utaondoa wasiwasi mwingi kuhusu magonjwa ambayo unaambiwa ati inaletwa na bakteria. Sasa unaanza kuua bakteria za tumbo, na unataka ziende wapi? Kama hutaki zikae kwa matumbo, unataka ziende wapi? Umepambana na H. pylori na hupumui ukitumia hii